Mmoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, umewataka Watanzania na viongozi wote wa kisiasa wanaowania nafasi mbalimbali za uongozi kuweka mbele uzalendo na utaifa na kuhakikisha wanashiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 kwa amani na utulivu. Hii hapa taarifa kamili. Kauli mbiu yetu ya amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi inaashiria wazi kuwa amani ni kipimo cha mafanikio ya uchaguzi wetu. Akisoma waraka ulioandaliwa na umoja huo katika mkutano mkuu wa mwaka uliofanyika jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayat Ulama, Sheikh Mbwana Urali, amesema wanazuoni wa Kiislamu nchini wamekuwa wakifuatilia mwenendo wa kampeni kwa vyama vyote na kuendelea kusisitiza ustaarabu uendelee kwa viongozi hao wakati wakitafuta ridhaa ya kuchaguliwa. Jambo la kwanza tunaloomba kutoka kwenu ni ahadi ya dhati ili kulinda amani na utulivu wa taifa letu kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Jamii inahitaji watu wa maamuzi mema ambao hawatafanya vurugu pale tofauti zinapojitokeza. Tunawahimiza wagombea wote bila ya kujali vyama vyao watambue kuwa kiongozi wa kuaminiwa ni yule mwenye dhamira njema ya kulinda na kudumisha utulivu wa taifa. Baadhi ya wajumbe wa umoja huo wamesisitiza kuwa amani na utulivu ndio msingi wa maendeleo katika taifa lolote duniani na kutolea mfano baadhi ya mataifa ambayo yamepoteza amani, huku katibu mkuu wa BAKWATA akipongeza umoja huo kwa kutoa msimamo kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29. Sio sahihi kwamba atokee mtu akasema uchaguzi hautakuwepo, uchaguzi tutauvuruga. Tunasema lugha hizo sio za heshima, na tunanasihi pia kuvumiliana. Yapo katika mazingira ya kisiasa linaweza likasemwa jambo na baadhi ya wengine lisiwafurahishe jambo hilo. Katika uyaendea hayo tunahitaji msingi mkubwa wa kuvumiliana na kuvumilia yote yatakayosemwa katika kipindi hicho cha uchaguzi na hasa kipindi cha kampeni. Lakini shetani staili mpya aliyokuja nayo, mlango mpya alioufungua ni kuchochea baina yao. Uchochezi ni mmoja ya silaha ya shetani, na sisi kama mashekhe na Watanzania tunahitaji amani, haki na usawa na uchaguzi ambao uko huru kabisa. Kazi kubwa tulionayo ni kuhamasishana na kuhakikisha ushiriki wetu siku ya uchaguzi unakuwa ni mkubwa zaidi iwezekanavyo. Tutakuwa hatujatendea haki dini yetu, hatujatendea haki viongozi wetu kama siku ya tarehe 29 tutalala ndani pamoja na familia zetu na jamaa zetu na ndugu zetu tukaacha kwenda kushiriki katika uchaguzi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na tukisalia hapa jijini Dar es Salaam, taarifa nyingine